Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Kwa hivyo ndugu zangu, mnaofanya biashara ya utalii, hakuna sababu ya kuogopa kufanya kazi Mwanza. Mimi nategemea katika kipindi kifupi tukija Mwanza hapa tuone ofisi na makampuni makubwa ya utalii yamekuja kuwekeza. Watu waingie kwenye hii meli. Kwenye hii meli na madaraja mpaka executive royal kabisa. Kuna chumba ndani unalala kama umelala kwenye hoteli ya 5 star. Unatalii, unapunguza stress. Siku hizi kuna matatizo ya afya ya akili. Njoo usafiri na meli. Unakula zako meli, unatoka zako hapo, unakwenda Bukoba, utakwenda Kisumu, utakwenda Port Bell huko, utakwenda wapi, unazunguka. Unakula maisha ndani ya hii meli. Utalala, utakunywa, utalala, utaamka. Wanaotaka kufunga ndoa, utafunga ndoa humu ndani, utafanya sherehe, vipaimara, komnyo ya kwanza na kila kitu unaweza kufanya ndani ya hii meli. Tutumie meli hii kiutalii. Lakini tukiona hii meli, pia tuone suluhisho la uhakika la kukua kwa biashara mbalimbali. Biashara za madini. Maeneo ya kanda hii ya Ziwa ni maeneo ya madini. Biashara za mazao. Ndugu zangu wa kanda ya Ziwa ni wazalishaji wa mazao. Pamba, mazao ya mifugo, nyama, samaki, maziwa. Lakini pia hili ni eneo ambalo kibiashara liko kimkakati. Ukifanya biashara maeneo ya kanda ya Ziwa na uwepo wa meli hii, una uhakika wa kufanya biashara Tanzania, Kenya, Uganda na kote ambako uwepo wa meli hii unawezesha ama unarahisisha mambo ya kufanya biashara. Nchi za DRC, Sudan Kusini, Rwanda na Burundi, kote tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo naomba watu mbalimbali wenye mipango ya uwekezaji, wenye biashara, iangalieni hii meli kimkakati. Serikali itasikitika sana baada ya uwekezaji huu wa zaidi ya shilingi bilioni 123. Tuone meli hii inakosa abiria. Tuone meli hii inakosa mizigo. Tuone meli hii haifanyi watu wafanye biashara. Watu hawapati pesa. Mimi ningependa siku nikija kwa watani wangu hapa nipewe zawadi za kurundika nikampelekee Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya. Hiyo itakuwa ni jambo kubwa na jema na itakuwa ni maana halisi ya meli yetu hii kujengwa hapa. Kama nilivyosema, Mwanza ni mkoa wa kimkakati na sisi kama nchi tunauona kama kitovu cha biashara kwa nchi jirani za Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Na kutokana na hilo sasa serikali imeendelea pia kutoa kipaumbele katika utoaji wa budget katika mkoa huu wa Mwanza. Naomba kuwapa takwimu chache. Katika mwaka huu 2025-26, serikali katika mkoa wa Mwanza kupitia ofisi ya mkuu wa mkoa na halmashauri zake imeidhinisha jumla ya shilingi bilioni 629.4. Kati ya hizi fedha shilingi bilioni 412.6 ni mishahara ya watumishi, lakini shilingi bilioni 148 ni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo na shilingi bilioni 67 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Kwa hiyo serikali inaleta fedha za kutosha katika mkoa wa Mwanza kwa ajili ya kuhakikisha mambo hayakwami.